Kusema kweli, hii ni kampeni, hakuna mambo ya ni Mkristo amelelewa katika kanisa. Hii ni mambo ya kampeni na ni kampeni ambazo zilianza mapema. Ukiangalia hali ya joto kuchemka, vijana kuenda Jumapili pale Jesus Winners Ministry ni kuonyesha dhiaka kuwa wamekasirika. So wakati tunaona vitu kama hizi ni tuelewe kuwa ni ashaingia kwenye msimu wa siasa, ashaingia kwenye msimu wa kampeni, na elekea miaka 2 kupiga kura, hakuna kitu ametimizia wananchi. Sasa anarudi tena tu anatumia ile mbinu alitumia mwaka wa 2022 ya kuenda makanisani, ndiposa Wakristo waweza kumuonea huruma na kumpigia kura. In other words, we are talking of sympathy votes, lakini sidhani kama wakati huu itakuwa rahisi kuzipata. Naam Alex, ningependa tuanze na kuuliza ya kwamba ningependa kwanza kujua maoni yako. Wewe kama Mkristo, unadhani ya kwamba michango ya Bwana Rais ambayo anatoa kwa makanisa yana maana gani? Kwake, labda kwake, ama kwa kanisa, ama kwa jamii, yana maana gani? Kusema ukweli, hii michango tunaweza kusema ni kama ni michango ya kukejeli, kwa sababu kutoa milioni 20 kwa kanisa moja, na tuko na watu wengi ambao hawana kazi, bima ya hospitali imekuwa na shida. Tunaona hii ni kama kukejeli. Na tunaangalia hata kwa runinga, tunaona kama maeneo kule maeneo ya Turkana, tunaona wanafunzi wanasomea chini ya mti, hakuna darasa. Sasa kama hizi zingetumika kuimarisha miundo msingi kama viwanda ama elimu, ingekuwa ni ya kufana. Kwa hivyo hii michango si ati inatolewa kwa nia mzuri, ni kwa madhumuni tu ya kisiasa. Asante. Naam. Na unaona ya kwamba hii pesa ambayo William Ruto anatoa, kwa sababu hii si mara ya kwanza. Wakati ambapo alikuwa naibu wa rais, aliweza kuzuru katika makanisa mengi sana. Kila siku ya Jumapili William Ruto alikuwa kwenye makanisa akitoa pesa. Leo alikuwa katika kanisa la AIC, kesho unamsikia yuko kule Bungoma katika kanisa la Jehova Wanyonyi anatoa pesa kule. Sasa unaona ya kwamba kwa sababu William Ruto amekuwa akikashifiwa sana, haswa sasa akiwa rais, ya kwamba serikali inatumia pesa vibaya, yani wanafuja pesa sana, na akaweza kutoa ahadi kwa wananchi ya kwamba serikali yake ya William Ruto itaweza kupunguza matumizi mabaya ya pesa za umma. Waona ya kwamba hii milioni 20 ambayo anatoa pale, milioni 100 ambayo ameahidi pia kutoa, is it contradicting? Ina contradict yale mambo ambayo alikuwa ameyasema haswa wakati wa maandamano. Kwa kweli inakinzana sana, inaleta hali ya mkinzano, kwa sababu wakati alikuwa naibu wa rais tuliona akikashifu na akisema kuwa wakati atatoa uongozi hakutakuwa na kukopa na pesa za umma zilizotumika vibaya. Lakini sasa hivi tunashuhudia ni kinaya, kwa sababu yale aliyoahidi na yale anayotenda sasa hii ni mambo tofauti sana. Na unaona ya kwamba hizi pesa ambazo anazitoa kila wakati ni kwake kutaka kutoa pesa na kupatia kwa makanisa, ama kwa upande huu mwingine tunaona ya kwamba labda ni kwa sababu amegundua ya kwamba siasa nchini imechemka sana, vijana wameamka, upinzani upande mmoja tumeona wameanza kuungana, wanashikana, kiongozi mmoja na mwingine na mwingine na mwingine. Hii mambo ambayo anafanya, ambapo anazunguka kwenye makanisa akitoa pesa, ni mfumo wa kufanya kampeni? Is it a strategy of early campaign, ama ni yeye tu angetaka kutoa kama Mkristo ambaye labda amelelewa kwenye kanisa? Kusema kweli, hii ni kampeni, hakuna mambo ya ni Mkristo amelelewa katika kanisa. Hii ni mambo ya kampeni, na ni kampeni ambazo zilianza mapema. Ukiangalia hali ya joto kuchemka, vijana kuenda Jumapili pale Jesus Winners Ministry ni kuonyesha dhiaka kuwa wamekasirika. So wakati tunaona vitu kama hizi ni tuelewe kuwa ni ashaingia kwenye msimu wa siasa, ashaingia kwenye msimu wa kampeni,
naelekea miaka 2 kupiga kura, hakuna kitu ametimizia wananchi. Sasa anarudi tena tu anatumia ile mbinu alitumia mwaka wa 2022 ya kuenda makanisani, ndiposa Wakristo waweza kumuonea huruma na kumpigia kura. In other words, we are talking of sympathy votes, lakini sidhani kama wakati huu itakuwa rahisi kuzipata. Asante. Naam. Na kwa sababu umesema ya kwamba ni strategy ya kufanya kampeni, yani ni kampeni za mapema za mwaka 2027 ambazo zimeanza. Sisi kama wananchi, haswa sasa wale watu ambao wako kule kwenye makanisa, kwa sababu tunaona ya kwamba yale makanisa si wanasiasa ambao wameketi kusikiza wanasiasa wengine, bali ni wananchi ambao wameketi kusikiza hawa wanasiasa wakiongea. Hii inaonyesha ya kwamba ni sisi wananchi ambao tuko na kasoro, kwa sababu kama tungeongea kwa sauti moja, kama wakati ule ambapo kulikuwa na maandamano yalikuwa yamechacha, ulikuwa unaona kulikuwa na ile movement ya Occupy Churches. Kwanza ilianzia hapo ya kwamba vijana walijazana kwa makanisa na wakasema ya kwamba hakuna mwanasiasa ambaye ataruhusiwa kuongea mbele ya kanisa. Sasa tunaona ya kwamba hii ni makosa. Is it a reflection of us as Kenyans, ya kwamba sasa tunaweza tunaangalia kwenye kioo na tunaona ya kwamba hii tabia ya wanasiasa ni tabia yetu pia sisi kama wananchi? Kusema ukweli, kile ambacho tunaona wanasiasa wanafanya ni picha kamili ya sisi kama wananchi ama wapiga kura. Tuelewa kuwa hawa watu wametoka miongoni mwetu, lakini ikifika mahali hakuna maendeleo tunaona, lakini bado tunawaruhusu kwenye makanisa ama kwenye makusanyiko. Sisi ndio tunaendelea kuwapea motisha ya kuiba na kuja kupeana hizi pesa, kwa sababu yule mtu akikuja pale akimaliza kuongea na asema nimeahidi milioni 20, wananchi wanapiga makofi. Lakini huyu mtu angekuja hapa azungumuze na hakuna mtu hata anashughulika. Kwa mfano vile tuliona kwenye dayosisi ya Embu ya Kikatoliki, askofu alimkataza, hakumpea nafasi ya kuongea. Na hata wakati alianza kuongea wananchi hawakusikiliza. Kwa hivyo ile adhira ilionyesha kweli haijafurahia na matukio ambayo yanaendelea. Kwa hivyo kuendelea mbele, watu kama watu wache kuwapea nafasi kuja kutuhutubia, na wanatuhutubia na wanaacha wametuonga na 100 ama 200, na ni pesa zetu zile zimeibiwa ambazo zingetumika kufanya maendeleo. Asante. Na ningependa kukuuliza pia ya kwamba jinsi ambavyo tunaona Bwana Rais na wanasiasa wengine wengi wakitembea kwenye makanisa na kupeana pesa, unadhani ya kwamba hizi pesa ambazo Bwana Rais anapeana inaonyesha ya kwamba is it ruining the relationship between the government and the church? Kwa sababu tunaona ya kwamba sasa wakati ambapo kanisa inapokea pesa kutoka kwa wanasiasa, kanisa inaweza kutulia, hawawezi wakaongelelea madhambi ama mambo mabaya ambayo yanafanywa na serikali, kama mauaji ya kiholela, kutekwa nyara kwa wananchi haswa vijana, kukosekana kwa madawa kwenye mahospitali, bima ya afya kuweza kutofanya kazi na mengineo. Waona ya kwamba hii pesa ambapo kanisa inashinda ikichukua inaharibu mahusiano na hii factor ya keeping the government in check. Is this aspect of giving money to the church ruining that relationship? Kama ukweli inaharibu uhusiano, na ningependa kuweka wazi kwamba tumeona kanisa Katoliki imesimama kidete na kusema hataki pesa za wizi kuletwa makanisani. Diposa huyu naye anabadili njia zake, ameanza kuingia hizi makanisa tuziite za tuwaita wainjilisti ama za Protestanti, ambazo nyingi zao hazina muongozo ama hazina msingi dhabiti. Kwa hivyo unaona, kwa sababu itakuwa ni kama ni nyumba ya mtu ile, kwa sababu unapata ni ya bwana nabii fulani. So wakati anaenda pale anaacha pesa, hakuna mtu ataweza kuongea. Lakini tukiona zile makanisa ambazo ziko na msimamo, kwa mfano kama kanisa Katoliki ama kanisa la Kianglikana, tumeona pia askofu Ole Sapiti pia akikataa mambo ya pesa kupeana makanisani. So tunaona ni kama ni njia sasa ya kugawanya ule umoja wa makanisa, badala waongee na sauti moja, kuwe na sauti tofauti, sauti ambazo zinakinzana. Kwa hivyo ni siasa zinachezwa pale. Naam, kwa sababu hata ukiangalia unajua kanisa la
kanisa la Kikatoliki limekuwa kwa miaka zaidi ya 100 Kenya peke yake. Na ukiangalia dunia mzima ni kanisa ambayo imekuwa kwa miaka elfu na maelfu ya miaka. Sasa ukiangalia kwamba bwana siasa anaenda katika kanisa la Kikatoliki na anakatazwa kuongea ama anakatazwa kutoa pesa, na anaenda katika kanisa la kibinafsi ambalo it is being owned by someone, kama vile umesema, ni kanisa ambalo wenyewe ni mtu na bibi yake, ama labda ni bibi na bwanake. Sasa huu mgawanyiko wa kidini, ya kwamba tunaona ya kwamba Protestants wanaongea na sauti moja, Wakatoliki wanaongea na sauti nyingine. Mambo kama haya tukiweza kuangalia tukienda mbele katika kura ya 2027, naona ya kwamba kanisa litatumika kugawanya wananchi, kama vile ambapo wamekuwa wakitumia makabila kugawanya wananchi, ya kwamba huyu ni kabila fulani, huyu ni kabila fulani, na na mengineo. Kusema ukweli, hapo ndipo tunaelekea, na kama viongozi wa kidini hawatasimama na kuzungumza kwa sauti moja, kanisa litagawanyika. Na vile vile kwa sababu hawa washiriki wa makanisa ndio wapiga kura, tunapoelekea msimu wa kupiga kura, litakuwa ni taifa ambalo limegawanyika kwa misingi ya kidini, kwa misingi ya kimaeneo, kwa misingi ya kikabila, na itakuwa rahisi sana. Remember, this person is employing the tactics of divide and rule. Ndio uweze kuongoza, gawanisha watu ili utawale hapo katikati. Asante. Mbona tunaona mambo haya yakifanyika katika dini ya Kikristo? Kwa sababu ukiangalia dini ya Kiislamu mambo kama haya hayapo, ama kama yapo ni mambo ambayo yamefichwa, yani hayafanyiki hadharani. Na ukiangalia pale katika dini la Wahindi, dini la Kihindi rather, unaona ya kwamba Wahindi ni ngumu sana usikia kwamba wanaweka harambee, wanajenga sijui hekalu ama wanafanya nini ama nini. Do you think this is by design, ya kwamba wamegundua kwamba labda ni rahisi sana kugawanya Wakristo, kwa sababu Wakristo ni aina nyingi, lakini dini ya Kikristo labda limegawanyika, lakini dini ya Kiislamu ni moja na dini ya Kihindi pia ni moja? Ukweli ni mpango upo wa kuwaweza kuwagawanya Wakristo. Vile vile tufahamu kuwa kwenye nchi yetu, kulingana na takwimu, Wakristo wanaongoza kwa idadi, kumaanisha Wakristo ni wengi. Kwa hivyo hawana haja na wale Waislamu ama wale Wahindi ambao idadi yao ni kidogo. Wako na haja na ambao ni wengi, ambao wanataka wagawanye, wasiongee kwa sauti moja, wasiweze kukashifu serikali. Ndiposa ikifika wakati ule hata hakuna mtu yeyote yule ambaye angeweza kutoa mwelekeo. Tusisahau kuwa ni nafasi ya kanisa kuweza kurekebisha na kutoa mwelekeo kwa masuala tofauti ambayo yanaadhiri jamii, lakini kwa hali ilivyo ni tofauti. Naam. Na sasa tukiweza kuangalia siku ya Jumapili, hii Jumapili ambayo ilipita, tuliona vijana wengi walijitokeza na wakaenda pale maeneo ya Roysambu na wakaweza kuoccupy kanisa lile la Jesus Winner Ministry. Tukaona ya kwamba vijana waliingia pale, walikuwa wanatoa vitisho mitandaoni, na kwa kweli wakaweza kujitokeza kwa nambari kubwa sana kwenda kwenye lile kanisa, na tukaona ya kwamba wakaweza kuoccupy na kukakuwa na vurugu pale ndani ya kanisa, na pia kukawa na vurugu nje ya kanisa, na wengi vijana karibu 38 wakaweza kushikwa, na wengine 10 waliweza kujeruhiwa vibaya kwa kupigwa na raia, na wengine pia kupigwa na maaskari, lakini wengi ilikuwa ni kesi za kupigwa na askari na pia wale wafanyikazi katika lile kanisa. Waona ya kwamba sasa kwenda mbele hii trend sasa ambayo iko ya kuoccupy makanisa, is it sustainable? Is this not the way to go, ya kwamba sasa makanisa wakikataa kusikiza yale mambo ambayo yanasemwa na wale walio wengi, sasa the next step ni kuoccupy haya makanisa kila Jumapili? Yeah, exactly. I agree 100% that it is the way to go, kwa sababu kwa mfano tumeongea kwenye mitandao, tumechoka. Sasa yenye imebaki sasa ni kutembelea yale maeneo ambazo hizi pesa zinaenda kumwagwa, kwa sababu hizi ni pesa vile nilikuwa nimesema zingewekezwa kusaidia mfumo wa CBC ambao tunaona mfumo na changamoto mingi, lakini hizi pesa zinaelekezwa kwa mtu mmoja vile nilikuwa nimesema. Na hizi makanisa hizi ambazo zinatoa hizi pesa hazina mfumo, hakuna katiba. Utapata ni mtu mmoja, watu wawili na kipaza sauti wanapigia watu kelele badala ya kuabudu kwa njia ambayo inastahili.
Ndipo sasa unaona sasa vitu kama hivi zinatumika. So itakuwa ile ni kama ni njia ya kujiosha. Huku tunaibia wananchi, alafu Jumapili tunajifanya watu wangwana sana, tunapeleka ile pesa. Sasa ni kama njia ya kujiosha. Na kuenda pale vile naona vijana wa JMC wamekasirika na wako na hamaki, kukutana kwamba huu mtindo utaendelea na utaendelea ukiwa na nguvu sana. Asante. Naam. Na waona sasa ni muhimu sasa kukawa na kitu kama maybe a regulatory body ya kuregulate makanisa, ya kwamba upate kama ni kanisa la Kikatoliki wako na regulatory body yao ambayo ina wanaweza kuamua ya kwamba ni pesa kiasi gani ambacho sisi tunaweza tukakubali kutoka kwa mtu mmoja. Alafu pia upate katika makanisa ya Kiprotestant pia wako na regulatory body ya kuonyesha ya kwamba mtu mmoja peke yake hawezi akatoa pesa kiasi fulani, kwa sababu kwa kweli kutoa milioni 20 kutoka kwa mtu mmoja ni jambo la kusikitisha na ni jambo la kushtua, kwa sababu pesa hizi zinatoka wapi? Je, ni pesa za rais mwenyewe ama ni mali ya umma ambayo inatolewa kutoka National Treasury na kupelekwa kwa makanisa? Do you think now it is the time, it is very important for the Christian faith to have a regulatory body that regulates donations and offerings and so on? Kusema ukweli, tunastahili kuwa na bodi ambayo inadhibiti mambo ya makanisa. Wacha nikurudishe nyuma tuangalie vituko vile ambavyo vilitokea kule Shakahola. Wakenya wengi walipoteza maisha kwa kufuata mhubiri ambaye alikuwa ni mtapeli. Tuseme yule ni tapeli. Na sasa dini imegeuzwa kama kitega uchumi na matapeli wamekuwa ni wengi. Hii inatokea kwa nini? Vijana, mtu akijaribu maisha akitafuta kazi akose, anafikiria nikishika Biblia na niingie kwa magari ama niende nikomboe duka mahali, nitaanza kuhubiri na nitapata pesa. Na hii inaletwa kwa sababu hakuna bodi ama serikali haitaki kudhibiti makanisa. Na serikali haitaki kudhibiti makanisa kwa sababu wanajua ni wanafaidika sana na huo mgawanyiko wa makanisa. Tukiangalia nchi kama Rwanda diposa utambulika kama mhubiri lazima ukuwe na degree ya biolojia. Umeenda umesoma katika chuo, umehitimu, na kuna bodi pale inakuja inakagua, inadhibitisha, inakupea cheti cha kuenda kufungua kanisa. Lakini ukiangalia hali hapa kwetu Kenya ni tofauti. Ukitembea hii mitaa ya mabanda utashangaa sana. Katika kila mita 20 kuna kanisa. Kila mita 20 kuna kanisa. Kila mita 20 kuna kanisa. Lakini ukienda maeneo ambayo yameendelea, kwa mfano kama Syokimau ama Karen, utapata ni zile kanisa za kitambo, utapata pale kama ACK, kanisa la Katoliki ama AIC. Hii inakuonyesha kuwa ipo haja ya kuwa na bodi ya kudhibiti. Na sielewi ni kwa nini, kwa mfano tuko na bodi ya NCSK ambayo ni National Churches Council of Kenya, ambao ni kama wameshindwa kudhibiti makanisa, na sasa kila mtu anaweza simama siku yoyote ile na kujiita mhubiri na kufungua kanisa yake, hata kama atafungua kanisa karibu na maeneo ya starehe, hata kama ni kilabu, kwa sababu hakuna mtu anadhibiti. Na kanisa ndio imebaki sasa kama tumaini la Wakenya ama tumaini ambao la watu ambao wanapitia maisha magumu. Lakini lisipodhibitiwa tutaona kutakuwa na maafa mengi. Kwa mfano, unaona mhubiri anakuja anaambia watu wasile, lakini yeye anakula. Watu wasisome, lakini watoto wake wanasoma. Kwa hivyo ni muhimu sana, na huu ndio wakati wa kuwa na bodi ambayo itadhibiti makanisa. Asante. Na pia kuna matumizi ya pesa katika makanisa. Naelewa ya kwamba makanisa ambayo yamekuwa kwa miaka na mikaka kama kanisa la AIC, kanisa la Kikatoliki na ACK wako na they have some sort of a board ambayo ina oversee pesa ambazo zinakusanywa zinatumika kwa njia gani. Kuna ile ambayo inatumika kulipa madeni, nyingine inatumika kulipa ardhi, inatumika kulipa wafanyikazi. Lakini ukiangalia haya makanisa ya kibinafsi unapata ya kwamba mwanzilishi ndiye ambaye yeye ndo ana regulate, na yeye ndo accountant, ya kwamba yeye ndo anajua ni kiasi gani cha pesa ambacho kimeingia na pia ni kiasi gani cha pesa ambacho kitatoka. Do you think this is healthy for not just the church as a democratic space but even for the country as well, ya kwamba sasa tukue tunajua ya kwamba
kama mchungaji ama kanisa limeweza kukusanya pesa kiasi fulani, kama ni milioni 1 ambao wameweza kukusanya, pesa hizi zinatumika kivipi? Unadhani kukuwa na mfumo huu wa uwajibikaji ni muhimu sana kwa kuhakikisha ya kwamba pesa zozote ambazo zinafika kwa makanisa hayatumiwi vibaya? Ukweli, kukiwa na mfumo wa kudhibiti jinsi kiasi cha pesa kinatumika, itakuwa ni vizuri na itakuwa na uwazi na italeta uwajibikaji. Lakini hiyo inaweza tu fanya kazi kwa yale makanisa ambayo yako na mpangilio, yako na katiba na yako na maadili ambayo wanafuata. Lakini hii itakuwa ngumu kudhibiti haya makanisa ya kibinafsi, kwa sababu pale pasta, kama vile umetangulia kusema, ndiye mweka hazina, ndiye katibu, ndio mweka hazina. Sasa inakuwa ni ngumu, kwa sababu ile ni kama ni biashara yake. Kwa ufupi ni kama kioski import. Sasa itakuwa ni ngumu. Lakini kukiwa na mpangilio mzuri, makanisa yote yapigwe msasa, yapewe leseni upya, itasaidia na kuwekwe vipimo ama viwango vya pesa ambazo inaweza tumika kwa kitu fulani. Tukiangalia kwa mfano kama kwenye kanisa Katoliki, utapata hata kukiwa na michango inafanyika kwa ajili tofauti. Inaweza kuwa ni mchango wa kununua padri gari, mchango wa kujenga hospitali, na hiyo hospitali itasaidia wananchi. Kwa mfano, nikikupea mfano, maeneo ya kaskazini mashariki kama ukipenda Northeastern, serikali imezembea kufanya kazi. Wananchi huko sana wanategemea mashule za kimishonari za Kikatoliki, hospitali za mishonari za Kikatoliki. Sasa wale wamegeukia kanisa sasa kama msaidizi wao badala ya serikali. Asante. Naam. Ingawa pia maoni yangu ningeweza kusema ya kwamba kuna ile social responsibility ambayo kanisa inafaa kuwa nayo, kwa sababu unajua kwa watu wengi wanaona ya kwamba unajua wanaenda kanisa Sunday, lakini kwa wiki hiyo yote watakuwa tu mashughuli zao, lakini isipokuwa kwenda kanisa hiyo siku ya Jumapili hawawezi kujua ni nini ambalo linaendelea hapa kwenye kanisa. Na hivi majuzi tumeweza kuona haya makanisa mapya yanajitokeza, wameweza kuanzisha miradi kama daycare za watoto. Unapata ya kwamba kama kuna wale washiriki wa hizo makanisa ambao hawana njia ama hawana pali pa kupeleka watoto wakati ambapo wanafaa kwenda kazi, wanaleta watoto pale kwenye makanisa, wanashinda hapo siku mzima, wanacheza, wanaweza kufunzwa mafunzo ya kibibilia, wanaweza wakala na mengineo. Sasa tukiangalia pia tunaona ya kwamba malalamishi ya vijana wa Gen Z, wengi wao inasemekana ya kwamba actually data inasema ya kwamba vijana hawako kwenye makanisa, vijana walitoka kwenye makanisa. Na wakati ambapo nilikuwa naangalia kanda za video mitandaoni, niliona ya kwamba vijana wengi wanasema ya kwamba hawaendi kwenye makanisa kwa sababu haya makanisa yamekuwa ni kama ya kitapeli. Unaona ya kwamba wewe umetoka nyumbani umeenda pale kwenye kanisa kwenda kutafuta usaidizi, labda umetoka unaenda kuabudu, lakini unapata ya kwamba hata hamhubiriwi, ama mhubiri ambaye anapaswa kuhubiri neno la Mungu anahubiri kwa dakika 10 peke yake ili aweze kumpatia mwanasiasa lisali moja ya kuweza kuongea na kupiga siasa pale. Sasa waona ya kwamba tukiendelea mbele na makanisa yakiendelea na tabia hii, watazidi kupoteza vijana kwenye haya makanisa? Ukweli, hiyo ni kweli, na hizo takwimu pia mimi nimeangalia mimi binafsi. Vijana wengi hasa kizazi cha Gen Z hawashughuliki na mambo ya kanisa. Si kwa sababu hawatambui nafasi ya Mungu katika maisha yao, lakini ni kwa sababu pia kanisa haitaki kuwakubali na haitaki pia kuwahusisha katika uongozi ama maamuzi. Kwa mfano, vijana utapata hata wakileta mipangilio yao kwenye kamati za kanisa zinapuuziliwa mbali, lakini vikundi vingine zikileta bajeti zao zinashughulikiwa, zinapewa pesa. Kwa hivyo kijana akiwa na shida, kwa mfano kama ni karo, mhubiri anamuombea, lakini mhubiri akihitaji gari tunaambiwa tutoe pesa. Sasa jambo lile linaleta mkinzano sana, na ndio unaona vijana wameanza pole tu kutoka makanisani. Kanisa pia ambayo ingekuwa inapeana tumaini kwa vijana, haiwapei tumaini kwa sababu haiwatambui,
haitambui uwepo wao na awasaidie hao vijana kwa njia moja ama nyingine. Ndio kwanza unaona vijana wanajiondoa polepole kwenye makanisa, wanabaki tu wakishughulika mambo mengine katika jamii. Asante. Naam. Na sasa tukiweza kumalizia, kwa sababu sasa tunakaribia kumalizia, ingekuwa sasa ni wewe Bwana Alex, wewe ndiye ambaye ndiyo chairman wa NCCK, na umeona mambo ambayo yamekuwa yakifanyika. Kuna rabsha pale kwenye kanisa, kuna maandamano, kuna maaskari ambao wanasimama nje ya makanisa kwenye milango na bunduki siku ya Jumapili. Ingekuwa ni wewe mwenyekiti wa NCCK, ungefanya nini? Kusema ukweli, ningekuwa kama mimi ndio mwenyekiti wa NCCK, ningeita kikao na viongozi wote wa kidini, hata Waislamu, kwa sababu pia hao ni viongozi wa kidini. Tukae chini tuwe na muelewano, tujue ni mbinu gani, kwa sababu hii inaenda kuleta damu mbaya. It is going to bring a bad blood between now the government, the churches and the youth. Kwa hivyo ni vizuri pia vile tulikuwa tunasema, tukuje tuketi chini na viongozi wa kidini wote, tuweke taratibu ambazo zitafuatwa, tuweze kusajili makanisa upya, pia sheria iwekwe bungeni, ndipo mtu awe mhubiri akuwe na cheti cha shahada. Tutaweza pia kupunguza vituko kama hivi. Pia serikali iko na asasi nyingi. Serikali iko na maafisa wa ujasusi, iko na idara ya DCI. Wangetumia hivyo vyombo ama hivyo asasi za serikali kuchunguza nini ambazo tunaendelea katika makanisa. Kwa mfano, kuna kanda ya video ilitokea kutoka maeneo ya Mlima Kenya. Mhubiri fulani anaombea Wakristo, lakini zile vituko wanafanya ni aibu, kwa sababu yule ni mama ama yule ni bibi ya mtu, lakini tunaona haikuwa ni kanda ya kupendeza. Kumaanisha serikali imezembea, NCCK imezembea, viongozi wetu ambao ni wabunge ambao wanatunga sheria, hakuna mtu anashughulika, kwa sababu wanajua ikifika wakati wa siasa watarudi kwa zile makanisa na kuanza kuomba kura. Lakini kwa sababu kama jamii na tukiangalia kizazi cha kesho, ni vizuri NCCK iwajibike, kukuwe na uongozi mpya kwenye NCCK, sheria zitengenezwe na kukuwe na bodi ambayo inadhibiti usajili wa wahubiri na makanisa. Asante. Naam. Na sasa ungeweza kupata mazungumzo na Bwana Rais ya kwamba wewe Alex na William Ruto mmeketi kwenye meza moja, labda mnakunywa chai ama mnakunywa supu ama chochote ambacho yeye anapenda. Ungeweza kumpa ushauri mgani kwenda mbele regarding sasa haya mambo ya kupeana pesa kwenye makanisa? Kwa sababu tunaelewa ya kwamba hata kama linatukasirisha na linakasirisha watu wengi, bado ni haki yake. Ana haki ambayo katiba imempa ya kwamba anaweza akapeana pesa yake ama anaweza akapatiana mali yake kwenye kwa makanisa. Ungeweza kuketi naye, ungeweza kumpa ushauri mgani kwenda mbele? Kwa kweli ningepata fursa hata kama dakika mbili, ningemweleza rais kuwa kile ambacho anafanya si yake. Kwa sababu milioni 20 ingewekezwa mahali kama kwa kiwanda, ingeajiri vijana hata kama ni 20, tungepunguza kiwango cha vijana ambao hawana ajira. Hii mambo unaona ya Occupy Parliament, Occupy State House, Occupy the Church inaletwa kwa sababu vijana hawana ajira, vijana wako na majukumu, vijana wako na familia. Inaleta mzongo wa mawazo, wengine wanajitia kitanzi, wengine wakisikia maandamano watatokea kwa sababu hawana kitu cha kufanya. Kwa hivyo ningemwambia rais kwamba lakini hizi pesa zitumike kuinua maisha ya wananchi. Kwa mfano, taifa haliwezi kuwa kwa sababu ya kujenga makanisa mengi, lakini taifa linaweza kuwa kwa kujenga maeneo mengi ya viwanda, kupeana uwezo ama kupeana pesa ambazo hazina riba kwa vijana ambao wanaweza tumia kuendeleza maisha. Lakini wakati tunaona milioni 100 inaenda kupeana kwa kanisa na ambayo itaingia kwa mifuko ya watu wawili ama watatu, na ile milioni 100 ingetumika kujenga kiwanda, ile milioni 100 ingetumika kujenga mashule maeneo ya kaskazini mashariki,
tunaona hapo kuna maswali ya kujiuliza. Hizi tu ni siasa, hizi ni siasa za kujipiga kifua. Mtu anaonyesha vile ana uhusiano wake na Mungu, lakini kusema ukweli sio mbinu ambayo inaweza saidia taifa hili. Ukitembea maeneo mengi Kenya hii utaona shule zimepewa jina ya Moi Primary School Machakos, Moi Primary School Taita Taveta, Moi Primary School Nakuru. Tunaona Rais Moi alitumia harambee ama alitumia michango kuinua maisha ama kuinua elimu wakati wa utawala wake. Lakini kujenga makanisa mengi haimaanishi Kenya watakuwa wacha Mungu. Kujenga makanisa mengi haimaanishi tutajiondoa kwenye umaskini ambao umekita mizizi. Kwa hivyo ningemwambia arudi, he should go back to the drawing board and come up with a new strategy and ensure that he separated the church and the politics. Naam. Na ungepata nafasi ya kuongea na hawa vijana wa Gen Z, kwa sababu wengi ambao wanahusishwa na haya maandamano ni vijana hawa wa Gen Z, ungewapa mawaidha gani? Kwa kweli vijana wa Gen Z ningewaambia, naelewa magumu ambayo wanapitia, hasa mimi pia kama kijana. Naelewa hali ilivyo kama huna kazi, naelewa hali ilivyo kuishi mjini na huna ajira. Ningewaambia wajitahidi kwa njia moja ama nyingine, wasichague kazi, waweze kujaribu kujiinua maisha, kwa sababu mwanasiasa hatakuja kuinua maisha yako, lakini ni wewe mwenyewe tu utajiweza kukakamua na kusonga mbele kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo nashukuru kwanza kwa kujikakamua kwao, lakini tutumie zile nguvu kwa njia ambazo zinaweza tusaidia na tusizue furugu, lakini tuendelee, tusikomee, tuendelee na kuinua sauti, ndio hawa wanasiasa waelewe vile ambavyo wanafanya sio haki. Naam. Asante sana. Na msikilizaji, ni haya yamekuwa mazungumzo ya kikao cha siasa. Mimi imeletwa kwako na mimi Teddy Mwangi, na leo nimeweza kufanya mazungumzo haya na bwana Alex Musyoki ambaye ameungana nasi kutoka maeneo ya Syokimau. Alex, ningependa kusema ni asante kwa muda wako. Tunashukuru sana kwa mawaidha ambayo umempa bwana rais na mawaidha ambayo umewapa vijana pia. Na pia tunashukuru kwa sababu mambo mengi ambayo umeyasema ni mambo ya kweli, ya kwamba makanisa kwa sasa yamekuwa, kwa kimombo tunaita they have gone rogue, na sasa yanahitaji regulation, ya kwamba kunafaa kuwa na mikakati ya kuhakikisha ya kwamba si mtu yeyote ambaye anaamka anasema anataka kufungua kanisa, ya kwamba kuwe na mikakati ya kufuata kama nchi ya Rwanda, ambapo unahitajika kuwa na degree ya theology ili uweze kufungua kanisa na kuweza kuhubiria watu. Pia ningependa kusema ni asanti kwa sababu umesema jambo la busara, ya kwamba pesa hizi ambazo zinatolewa kwa maharambe kwa makanisa yanaweza yakafanya kazi zingine za maana, kama kujenga mashule, haswa yale maeneo ambayo watoto wanasoma chini ya miti. Wengine pia hata hawezi wakapata chakula cha mchana pale katika shule, na ni shule ya serikali, na haswa yale marginalized areas, kama pale umesema North Eastern, ambapo wanategemea michango ya wananchi, wanategemea michango ya missionaries wa Katoliki na pia Protestants, ya kwamba pesa hizi ziko na kazi ya maana ya kufanya. Hilo ni jambo la busara. Kwa hivyo ningependa kushukuru sana kwa muda wako na kwa mawaidha yako, na pia ningependa kusema ya kwamba kwako msikilizaji, unaweza pia ukachangia kwenye mada hii. Unaweza pia ukachangia pale kwenye YouTube channel yetu, wakati ambapo tutaweka video hii. Unaweza ukaongea pale kwenye comment section. Pia unaweza ukaongea katika kurasa zetu za kijamii, uweze kutueleza wewe unaonaje ya kwamba makanisa kama vile ambavyo tumeyajua yamekuwa yakitumia mfumo mmoja miaka nenda miaka rudi, na sasa tunahitaji mfumo mpya wa kuendeleza makanisa, kwa sababu pia kama vile syllabus inakuwa reviewed baada ya miaka kadhaa, pia sasa ni muhimu sana tuweze kureview policy ya dini, vile dini ambavyo inaendelezwa. Kwa hivyo asante sana kwa kuungana nami ndani ya kikao cha siasa.
nitabaki nawe sasa tukiendelea kusikiza mziki wa Kiafrika. Tunaenda pale tuanzie nchi ya Uganda na tuweze kusonga mbele, tuende South Africa, tuende Zambia, kisha mida ya saa 1:30 tutaweza kumaliza kipindi cha leo na tuweze kukutana kesho. Kwa hivyo Alex, ningependa kushukuru, asante sana. Sauti ya Afrika, Radio Kikao.